Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amesema kwamba yupo tayari kufanya mazungumzo na Nicolas Maduro kuhusu magenge ya wahalifu na kumaliza msuguano uliopo kati ya Marekani na Venezuela. Rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump amesema atafanya mazungumzo na rais wa Venezuela Bwana Maduro, na amesema hayo katika ikulu ya White House katika kikao na waandishi wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba anaridhia mkakati wa Marekani wa kuyashambulia magenge ya walanguzi wa madawa ya kulevya ndani ya Mexico. Utawala wa Trump kwa sasa unaonekana kuongeza idadi kubwa ya vikosi vyake katika eneo hilo la Caribbean ili kuwakabili walanguzi hao wa madawa ya kulevya ambao wanapatikana katika eneo hilo, hususan katika nchi mbalimbali za kanda ya Latin America zikiwemo Venezuela na Mexico. Hata hivyo, ametangaza kuwa yuko tayari kuingia vitani dhidi ya Mexico kutokana na jinsi ambavyo kumekuwa na ulanguzi mkubwa wa madawa ya kulevya. Rais huyu wa Marekani ametaja uwezekano wa kuanzisha mashambulizi ya kijeshi nchini Mexico kwa madai eti anataka kukabiliana na magenge hayo ya dawa za kulevya. Trump ametoa kauli hiyo ya kichokozi akizungumza na waandishi wa habari, na alikuwa akijibu swali kuhusu uwezekano wa kulenga Mexico kijeshi. Kuhusu iwapo mashambulizi yangefanywa kwa ridhaa ya Mexico pekee, Trump alisema hatalijibu hilo, akiongeza kuwa amekuwa akizungumza na serikali ya Mexico na kwamba taifa hilo linafahamu msimamo wake. Katikati ya maelezo yake kuhusu Mexico, Trump aligeukia Colombia na kusema kuwa anatafakari pia kulenga kijeshi vituo alivyotaja kuwa vya mihadarati nchini humo. Trump katika wiki za hivi karibuni ametoa matamko ya kichokozi ya kutaka kuishambulia Venezuela kijeshi kwa ajili ya eti anakabiliana na magenge ya dawa za kulevya, lakini sasa anataka mazungumzo kati yake na Nicolas Maduro. Rais Maduro alisisitiza kuwa ulimwengu mzima unafahamu kuwa mabepari wanaotawala Marekani unataka kupora mafuta, gesi na dhahabu ya nchi yake, na amesema hilo halitowezekana. Amesema Marekani inadai kuwa inataka kuivamia Venezuela kwa ajili ya kukabiliana na mihadarati, lakini jambo ambalo liko wazi ni kuwa hakuna ukweli katika madai yao na wanafahamu vyema nukta hiyo. Hivi karibuni Marekani ilitumia meli za kivita za kubeba ndege za USS Gerald R. Ford ambayo ni kubwa zaidi duniani, pamoja na meli zingine 5 za kivita kwenda Amerika ya Kusini, hatua ambayo imekosolewa vikali na Venezuela, ikiitaja kuwa ni ya kichokozi, hatarishi na kinyume cha sheria za kimataifa. Rais Donald Trump aliulizwa ikiwa ataridhia kikosi cha Marekani kuingia huko Venezuela, huku akijibu, na hapa tunanukuu, "Hapana, sasa siwezi kufanya hilo, siwezi kuamua lolote," mwisho wa kumnukuu. Trump alisema kwamba wanaendelea kuitazama Venezuela kwa jicho la karibu kwa sababu kwa kauli yake nchi hiyo imewaachia mahabusu wengi kutoka magereza ya Venezuela hadi nchini Marekani. Lakini muda mfupi baada ya Trump kutoa kauli hizo, Rais Nicolas Maduro kupitia hotuba yake ya kila mwezi kwa taifa alisema yeye yuko tayari kuzungumza ana kwa ana na kila mmoja nchini Marekani ambaye angehitaji kuzungumza kuhusu suala la Venezuela. Rais huyo aliongeza kuwa nchi hii itaendelea kuwa katika amani, na huko Marekani ikiwa kuna mtu yeyote anayetaka kuzungumza na Venezuela ana kwa ana, tuko tayari bila tatizo, mwisho wa kumnukuu Maduro, ambaye kuchaguliwa kwake kwa mara ya pili mwaka uliopita kulifanya Marekani kushindwa kumtambua, na hivyo kutangaza kwamba yeyote atakemkamata Maduro atakula kitita cha dola milioni 50. Kwa sasa kikosi cha wanamaji cha Marekani bado kinaendelea kufanya mazoezi katika kisiwa cha Trinidad na Tobago, zoezi linalofanyika kwa mara ya pili ndani ya kipindi cha mwezi mmoja kwa ushirikiano wa kisiwa hicho ambacho kiko katika umbali wa kilomita 10 tu kutoka mpaka wake na mwambao wa bahari wa nchini Venezuela. Kamala Persad alisema muda mfupi baadaye kwamba nchi yake haiwezi kuruhusu ardhi yake itumike kwa mashambulizi ya jirani yake Venezuela, na kwamba hata hivyo hawajaombwa na mtu yeyote kufanya hivyo. Marekani haijawahi kutuomba sisi ili kutumia ardhi yetu kwa ajili ya kuwashambulia watu wa Venezuela, amesema waziri mkuu huyo wa Trinidad na Tobago. Ni mshirika wa karibu wa Rais Donald Trump kupitia ujumbe wa WhatsApp kwa shirika la habari la Ufaransa la AFP. Aliongeza kuwa Trinidad na Tobago haitashiriki katika kitendo chochote ambacho kinaweza kuathiri watu wa Venezuela. Venezuela imelaumu Marekani kupindua kwa lazima utawala nchini humo kwa kuendelea kuongeza zana za kijeshi karibu na mpaka wake, ikiwa ni pamoja na manuari za kivita na ndege ndogo zisizoonekana kwa macho angani. Kwa upande wake, Washington inamlaumu Rais Nicolas Maduro kuongoza genge la magaidi wanaofanya biashara za madawa ya kulevya, madai ambayo hadi sasa Maduro amekuwa akiyakanusha vikali.
Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Damu Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua nini kinajiri duniani.